Yalianza maswali ya kuuliza Mac Voice yuko wapi. Wadau mbalimbali wamewahi kuuliza, bloggers tofauti wamewahi kuuliza, na baadhi ya watu wengine tu wameshawahi kuuliza kwamba Mac Voice yuko wapi. Na baada ya hapo siku kadhaa mbeleni, ama pengine inawezekana ni mwezi ama miezi, ndo imekuja kuibuka Mac Voice yuko anaperform show kwenye mazingira ambayo wadau wengi wa muziki wamesikitishwa na wamesikitika, na nikiwemo mimi pia nimesikitika. Lakini swali la kujiuliza la msingi ni kwamba tangu waliposaini mkataba kati ya Next Level pamoja na Mac Voice, na hiyo lebo ambayo CEO wake ni Rayvanny, je, tangu wamefanya kazi na baadaye Mac Voice kupotea, kuna sehemu yoyote ambapo Rayvanny amewahi kujitokeza na kusema mkataba kati yake na Mac Voice umekwisha? Amewahi kutamka sehemu? Hapana. Amewahi kuandika sehemu? Hapana. Sasa je, ni nini ambacho kilimkwamisha msanii huyu kuto kufanya kazi, kuto kuonekana kwenye mazingira ya kazi, kuto kuonekana kwenye events, kuto kuonekana kwenye mazingira ambayo tunasema okay, wasanii wengi tunawaona kwenye mazingira, iwe ni event, iwe ni kwenye hizo ni studio ama kutoa kazi? Baada ya hii incidents, watu wengi tumeshangazwa, watu wengi wameshangazwa. Itabidi tufuatilie tuone kwamba okay, hata kwenye social media zake huyu Mac Voice ni kitu gani anafanya. Ikagundulika kwamba even kwenye Instagram mara ya mwisho kuposti ni mwaka jana 2024 mwezi wa 6, takriban miezi 9 haja update kitu chochote. Sasa basi maswali yanaibuka kwamba kwa nini huyu msanii amekuwa hafanyi kazi kwa muda mrefu. Maswali yanaibuka kwamba kwa nini huyu msanii ameibuka akiperform kwenye mazingira ambayo hayaendani na hadhi ya lebo ya Next Level. Kwa nini huyu msanii kwenye social media amekuwa dormant, kwa maana kwamba hashei kitu chochote toka mwezi wa 6 mwaka 2024 mpaka sasa ni 2025, takriban miezi 9 msanii hajashia chochote. Kwa majibu watu wanaweza kujipa wenyewe kwamba inawezekana huyu msanii aligombana na uongozi wa lebo yake, inawezekana lebo yake inashikilia social media zake, inawezekana lebo yake ndio imesababisha frustration kwa huyu msanii, inawezekana lebo yake imesababisha maisha magumu kwa huyu msanii, inawezekana lebo yake imesababisha huyu msanii kukosa connection na kuendelea kufanya kazi yake. Sasa hayo maswali na majibu watu wanajiuliza na kujijibu kwa sababu Rayvanny ambaye ndo CEO wa record label ya Next Level hajajitokeza kusema chochote tangu hiyo video imekuwa ikienda viral, tangu watu wamekuwa kijadili, vyombo vya habari, wao ni bloggers, ziwe ni entertainment shows zina discuss kuhusiana na Mac Voice kwa nini amefikia kwenye hali hiyo, which is very bad. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba kwa nini hawa wasanii ama watu ambao wamejidhatiti kwamba sisi tuna uwezo wa mtaji, tuna uwezo wa uwekezaji, kwa nini wamekuwa wakiwachukua hawa wasanii na mwisho wa siku wasanii kurudi kwenye matatizo makubwa kuliko vile ambavyo wangebaki bila kusainiwa? This is very bad. Sijui wewe una mtazamo gani hapo?